Amen. Mtu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu kwenye ibada ya anza siku madhabahuni na Bwana inayokujia kwako nami mtumishi wa Mungu Joseph kupitia madhabahu ya maarifa na maombi. Na leo hii ikiwa ni siku yetu ya pili ya mfungo wetu wa kumaliza mwaka na uso wa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku hii ya leo tuna mambo mawili makuu ambayo tunaenda kuyashughulikia. Prayer point zetu ni mbili kubwa sana ambazo tunaenda kuzishughulikia tarehe hii ya leo, siku ya leo. Hakikisha kwamba unakuwa na muda binafsi wa kuomba, unakuwa na muda binafsi wa kutosha wa kulitia jina la Bwana. Tunaangalia kitabu katika kile kitabu cha andiko katika kitabu cha Isaya sura yake ya 40 mstari wake wa 29 hadi 31. Esaïe chapitre 40 verset 29 hadi 30. Isaiah chapter 40 verse 29 up to 31. Neno la Mungu linasema, huwapa nguvu wazimiao, humuongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tunashughulikia mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, tunamwomba Mungu kwamba tupokee nguvu mpya. Tunamwomba Mungu atupe nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu mpya. Unaweza ukaangalia habari za Musa na namna ambavyo alivyokuwa mlima wa Bwana Sinai kule, na akakaa kule kwa siku 40, na wakati alirudi na uso wa utukufu. Musa aliporudi kwa wana wa Israeli, Biblia nasema kwamba hawakumtazama usoni, kwa maana uso wake ulikuwa unang'aa. Ulikuwa ni utukufu ambao Musa aliuona kwa sababu Bwana alijidhihirisha kwake. Musa aliona mgongo wa Mungu na akapata utukufu ukamwambukia. Kwa hiyo tunaenda kuomba nguvu mpya, kuvuka mwaka na nguvu mpya. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, tunaenda kuomba neema ya kutokuchoka au kukata tamaa. Neema ya kutokuchoka ama kukata tamaa. Hiyo ndiyo prayer point ya pili, ama kwa namna tunavyoweza kufupisha kusema kwamba kupokea neema ya speed ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naomba nikupitishe kwenye andiko la mwisho kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 19 mstari wake wa 5 hadi wa 7. Neno la Mungu linasema, naye akajinyosha akalala chini ya mretemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule. Akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha tena. Malaika wa Bwana akamuendea mara ya pili, akamgusa, akasema, inuka ule, maana safari hii ni kubwa mno kwako. Akainuka akala,
akanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika Horebu, mlima wa Mungu. Bwana asifiwe. Ni habari za Eliya nabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua ni mwisho wa mwaka, lakini pia najua ni mwezi wa mwisho kwa mwaka huu ambapo tunaenda kuingia katika mwaka mpya. Na pia naelewa kuwa kuna mambo mengi sana ambayo bado hayajakamilika kwenye maisha yako. Pia naelewa wazi kabisa, mtu wa Mungu, kwamba kuna maombi ambayo ulianza kuyaomba tangu mwaka unaanza, ila bado haujaona matokeo wala majibu yake mpaka sasa. Lakini jambo ambalo najua na ninalolielewa, namna unavyojisikia na namna ambavyo unavyojihisi ndani yako muda huu, najua kama unahisi kama unapitwa na saa zinaenda, muda unazidi kusonga mbele, na unahisi kwamba tayari umechelewa, umepitwa. Maana ukiwaangalia wenzako ni kama wanaendelea vizuri, ila wewe tu ndo kama umekwama sehemu. Kuna vitu vinakusonga, kuna mambo hayaendi, uelewi. Najua namna ambavyo unajisikia ndani ya moyo wako, mtu wa Mungu. Sio kitu chepesi ambacho kinaweza kuondolewa na pole za wanadamu. Sio kitu chepesi ambacho kinaweza kuondolewa na faraja za wanadamu. Sidhani kama itawezekana. Sidhani kama wanadamu wanaweza wakaondoa jambo hilo ndani yako kwa pole tu, ama kwa kufariji kwa maneno yao. Ila yule ambaye hulituma neno lake na kukuponya na pia kukutoa kwenye maangamizo yake, anazungumza kwenye kitabu cha Zaburi kwamba ulituma neno ili kukuponya na kututoa katika maangamizi. Ndiye aliyelituma neno lake tena majira haya kupitia madhabahu hii na huduma hii. Anajua kuwa ni mwisho wa mwaka, na anaelewa zaidi ya wewe unavyoelewa, na anafahamu kuwa tuko katika Disemba na siku chache kabisa tunavuka mwaka. Yesu Kristo anaelewa, anafahamu kupita hata namna ambavyo wewe unavyojua. Anaelewa kwamba ni Disemba kabisa, anaelewa. Na jambo alilolifanya ni kwamba amenituma nikupe huu ujumbe maalum kwa ajili yako, ujumbe unaopatikana kwenye kitabu cha Isaya ambao tumeusoma. Naomba niurudie tena. Ni ujumbe ambao serikali ya mbinguni imenipa nikuletee kwa siku hii ya leo, nami ninausoma katika kitabu cha Isaya sura 40:29 hadi 31. Uwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Roho Mtakatifu ananiambia nikuambie kuwa bado haujachelewa. Bado haujachelewa, na usitazame pembeni na usiwaangalie wengine wanaendeleaje. Usiangalie maendeleo ya wengine, usiangalie maendeleo ya wengine na ukaanza kumlaumu Bwana. Usiangalie development ya watu wengine na ukaanza kumnung'unikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye hivyo, usifanye hivyo. Ananiambia nikuambie kwamba angalia uaminifu wake, maana uaminifu wake ni mkuu sana. Uaminifu wake ni mkuu sana, ni mkuu sana. Ananiambia mtu wa Mungu nikuambie tarehe ya leo, wewe angalia uaminifu wa Mungu. Angalia uaminifu wa Mungu. Usiangalie mazingira, usiangalie umekwama na kusimama eneo moja kiasi gani, lakini angalia uaminifu wa Bwana
maana yeye si mwanadamu hata aseme uongo, yeye si mtu wala ajute, yeye si mtu hata akukatie tamaa. Usiangalie yale ambayo uliyoyafanya na yakashindwa kukamilika, lakini angalia uaminifu wa Mungu unaoweza kukusaidia wewe kutimiza mambo ambayo uliyoshindwa kuyatimiza. Maana Mungu ni mwaminifu vizazi na vizazi, ni mwaminifu sana vizazi na vizazi. Ndio maana unaweza ukaangalia kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 19 ukajifunza kitu kikubwa sana siku ya leo. Kabla haujaomba, kabla hujaenda mbele za Bwana, ukaangalia namna ambavyo Eliya alikuwa anapitia wakati mgumu. Huyu ni Eliya, nabii mkubwa katika nyakati zake, amewaua manabii wengi wa Baali, lakini anatishiwa na mtu mmoja, anatishiwa na mwanamke anaitwa Yezebeli, na anakuwa na uoga kiasi kwamba anakimbia na anaomba maombi magumu sana mbele za Bwana. Anamwambia Bwana aichukue roho yake, yaani Mungu amue tu na yeye afe. Lakini katikati ya Eliya kumwambia Bwana amue, yupo malaika anamtokea mahali ambapo amelala chini ya mretemu, anampatia chakula, anampatia na maji ikiwa katika gudulia, anamwambia kunywa, anamwambia kula. Na Eliya anapofanya hivyo, neno la Mungu linasema kwamba akaondoka na akatembea siku 40 kwa nguvu ya chakula kile alichokula, sio kwa nguvu ya wanadamu, sio kwa nguvu ya chakula kiliandaliwa na mtu. Ni chakula kiliteremka mbinguni, ni chakula kimeletwa na malaika, ni chakula kimeletwa na Mungu mwenyewe, na amempa Eliya ili kwamba ale. Kwa chakula hicho ametembea siku 40 tu, kwa chakula kidogo, mkate mdogo tu sana, ametembea kwa siku 40. Hivi unafikiri kwamba Mungu hawezi akakupa na wewe chakula ukakila hicho chakula kikakupeleka from January to December? Kipo chakula ambacho Mungu anaenda kukiachilia juu yako, anaenda kukiachilia kwako, na hicho chakula ndicho kitakachokupeleka mwaka mzima ambao tunaenda kuanza, mwaka mpya ambao tunaenda kuanza mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12, mwaka mzima. Hicho chakula kinaenda kukutia nguvu, kinaenda kukusaidia, kinaenda kukupeleka viwango vingine, kinaenda kukupa neema ya kutokuchoka wala kukata tamaa. Chakula cha mbinguni kinakusaidia wewe usirudi nyuma. Ndio maana Yesu akasema kwenye kitabu cha Luka 18 mstari wa 1, akawaambia mfano, akawaambia kwamba imewapasa ninyi kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Chakula cha mbinguni kinaposhuka kinakusaidia wewe kutokuchoka, kinakupa mtazamo wa mbinguni, kinakupa akili za mbinguni, kinakupa mawazo ya mbinguni, kinakupa maono ya mbinguni. Unaanza kuona namna ambavyo mbingu zinavyoona, unaanza kutembea kwa spidi, kwa uharaka wa mbinguni, unaanza kupokea vitu kushuka kutoka mbinguni moja kwa moja, unaanza kuona mambo ambayo wengine hawayaoni, unaanza kutembea kwenye ushindi usio wa kawaida. Kwa hiyo ninakuja kukuambia ya kwamba mtu wa Mungu, ipo nguvu mpya, ipo nguvu mpya, kipo chakula cha kuachilia nguvu mpya kwako. Hapana kujilinganisha na watu, hapana kuchoka wala kukata tamaa, hapana kurudi nyuma na kuiangalia yale uliyoyaombea lakini hayajapokea majibu. Wewe uangalie uaminifu wa Mungu, kile ambacho Mungu anachoweza kukifanya. Rika ya dapa, Mungu ni mwaminifu sana, hapana kuchoka, hapana kukata tamaa. Twende mbele za Bwana, twende mbele za Bwana. Nitamke neno kwa ajili yako siku ya leo. Hakikisha unapata muda wa kwenda mbele za Bwana binafsi siku ya leo. Baba mtakatifu, Mungu mwaminifu uliye juu ya vitu vyote, asante kwa neema na rehema, asante kwa uweza na nguvu zako Roho Mtakatifu ambayo Mungu umetukirimia siku ya leo tena, ikiwa ni siku ya pili ya mfungo wetu Bwana madhabahuni. Nasi tunakuja mbele yako Bwana kwa mambo mawili makuu, ili Bwana kukusii wewe Mungu wa mbinguni. Neno lako linasema katika kile kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 16 kwamba na tukikaribie kiti cha
ya rehema, ili kupokea neema na rehema itakayotusaidia wakati wa mahitaji. Kwa siku hii ya leo, Bwana, ninakisogelea na kukikaribia kiti chako cha rehema na neema kwa ajili ya mwanao huyo, akapokee nguvu mpya kwenye mwaka mpya, akapokee nguvu mpya kwenye mwaka mpya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu mpya Bwana ikaachiliwe, nguvu mpya Bwana ikaachiliwe toka kwenye madhabahu yako, toka kwenye kiti chako cha enzi katika siku ya leo. Mahali ambapo yupo mtu amekata tamaa, mahali yupo mtu ambaye amepungukiwa na nguvu, amepungukiwa na nguvu ya maombi, amepungukiwa na nguvu ya mifungo, amepungukiwa na nguvu ya biashara, kwa jina la Yesu Kristo kapokee nguvu mpya. Kwa jina la Yesu hakuna atakayezimia, nguvu ya kupaa juu kama tai. Kwa jina la Yesu Kristo, divine speed kwenye maisha yetu, uharaka wa kimungu katika utendaji kazi kwa mambo yetu na vitu vyetu, katika jina la Yesu Kristo. I obtain grace Bwana ya kutembea katika nguvu ya kimungu, ya kutembea katika ushirika wa Roho Mtakatifu, ya kutembea katika neema isiyo ya kawaida. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakataa kuchoka katika mwaka mpya. Nakataa kuchoka kama vile Elia alivyofika mahali Bwana akachoka, akajinyosha chini ya mretemo, lakini neno lako linasema ya kwamba malaika alimtokea, akampatia chakula, akampatia na maji katika gudulia, akamwambia kula, kunywa, maana safari yako ni kubwa mno. Na alipokula na kunywa, Bwana, neno linasema kwa nguvu ya chakula alitembea siku 40. Nami ninaomba siku ya leo, achilia chakula cha mbinguni, achilia chakula cha mbinguni Bwana, kitakachotupeleka mwaka mzima, kitakachompeleka mwanao huyu mwaka mzima, chakula kitakachoachiliwa kumfanya Elia atembee kwa siku 40, nasi chakula kitakachotusaidia kutembea mwaka mzima, kutembea miezi 12 bila kuchoka, bila kurudi nyuma, bila kuzuiliwa, bila kuwekewa vizuizi, bila Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neema yako Mungu inayowapeleka watu viwango vipya, inayowafanyikisha watu wako, inayowainua watu wako kimataifa, katika jina la Yesu, kitaifa na kimataifa, kwa jina la Yesu. Hiyo neema ninaitamka juu ya maisha mtu huyo, ninaitamka juu ya maisha mwanao, ninaitamka madhabahuni pako Bwana, tunaipokea neema hiyo katika jina la Yesu. Kamanda diada, kwa jina la Yesu aliye hai, Mungu mwenye neema, Mungu mwenye rehema nyingi, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu. Hakuna aliyeunganika na nguvu zako, hakuna aliyekula kile chakula cha mbinguni akachoka, hakuna aliyekila kile chakula cha mbinguni akazuiliwa. Wana wa Israeli walipokila chakula kile katika jangwa, bahari ya Shamu haikuwazuia, hata Yordani haikuwazuia. Siku hii ya leo Bwana, nakipokea chakula, tunakipokea chakula cha mbinguni. Hata bahari ya Shamu katika mwaka ulio mbele yetu, katika mwaka mpya, Mungu itakubali, haitatuzuia, haitatuzuia. Kila roho ya vizuizi iliyoandaliwa na adui, iliyoandaliwa na kuzimu, iliyoandaliwa na wachawi, mbele ya mtoto wako huyo, mbele ya watu wako, mbele yetu Bwana, katika mwaka huu mpya, katika mwaka mpya, kwa jina la Yesu, chakula cha mbinguni kitaturahisishia. Kwa chakula cha mbinguni kitafungua kila bahari, kitapasua kila mlima, kitaangusha kila ngome, katika jina la Yesu. Wewe Yesu ambaye ni chakula cha mbinguni, wewe Yesu ambaye ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kaa ndani yetu kwa viwango vipya, kaa ndani ya mwanao huyu kwa ukamilifu mkubwa, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa neema na rehema zako, asante kwa nguvu yako ya mbinguni. Asante Bwana kwa kuachilia nguvu mpya juu ya mtoto wako huyu. Natamka nguvu, natamka nguvu juu yako, natamka neema ya kutokuchoka na kukata tamaa, natamka neema ya kuenda kwa uharaka wa kiroho katika jina la Yesu. Spiritual speed, divine speed kudhihirika juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, asante Mungu aliye hai kwa neema hii, kwa neema hii, kwa spidi hii, kwa kuyajibu maombi yetu katika jina la Yesu Kristo. Hata sasa ninakurudishia utukufu na shukrani, kwa maana wewe ni mwema na mwaminifu vizazi na vizazi, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Na hata sasa Bwana, ninakuinua, ninakuinua, ninakuinua uso wa utukufu wako Bwana ukaachiliwe juu ya mwana wako huyu, akavuke na uso wa utukufu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu aliye hai. Amen, amen.
Amen. Unaweza ukaiachilia sadaka yako ya kuvuka mwaka na uso wa utukufu wa kupokea neema ya kutokuchoka, ya kupokea chakula kishukacho kutoka mbinguni, ya kupokea nguvu mpya, kwa namba zetu za mawasiliano ambazo ni alama ya kujumuisha 2778624371. Na kwako wewe ambaye ni mara ya kwanza unatusikia na unahitaji ushauri wa kiroho, maombi na maombezi, wasiliana nasi. Namba madhabahuni kwa msaada ni alama ya kujumuisha 2778624371. Wewe ambaye haujaokoka na unatamani kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, wasiliana nasi kwa namba hizo. Ipo neema, wakati sahihi ndio huu. Hapana kuanza mwaka bila kumpokea Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ninakupenda, lakini ukweli ni kwamba Yesu Kristo anakupenda zaidi. Mungu anakuhitaji sana, mtu wa Mungu. Ipo kesho yenye kung'aa. Kuna mambo makubwa ndani yako. Unachotakiwa kufanya ni kumng'ang'ania huyu Yesu, ni kumshikilia huyu Mungu na kutembea naye kwa namna anavyotaka. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa na nafasi ya kuomba kwenye mfungo huu, na Yesu Kristo ayatunze maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya, ambacho usikisahau, watumie na wengine ibada hii na maombi haya, na usiache kusubscribe na kuwatumia wengine. Mungu akubariki. Shalom.